Habari, mimi ni Khamis Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App. Unit ya pili, somo la 10, tunaendelea. Mtiririko tukiwa kwenye ule wa namba, tunakwenda kuangalia mfumo wa kuweza sasa kusema hii ni ya ngapi. Huyu ni mwanafunzi wa kwanza katika mtihani, huyu kwenye mashindano ametokea wa 10, vitu kama hivi, yani ile ya ngapi, ya pili, ya 4, ya 5. So kuna kanuni hapa ambayo inaitwa ni inji. Sawa? Ni ufafanuzi wake au mchanganuo wake ni kwamba ni sai, namba, sawa, alafu tuna plus inji, sawa, au inji, au hapa katika kwamba ni namba plus inji au inji. Wakati gani inji, wakati gani inji, zote tutakuja kuangalia hapo mbele chini baada ya ufafanuzi. Alafu kunaweza kuwa kwamba ni isim, ni jina, plus inji au inji. So huu ni mchanganuo wa kanuni yetu ya leo ya kuweza kwenda kusema kwamba hii ni ya pili, ya kwanza, ya ngapi. So tunaangalia kwa mfano bir ni moja. Unawezaje kusema ya kwanza, wa kwanza, cha kwanza? Tunaongeza birinji. Kwa nini inji yenye nukta? Kwa sababu hapa tuna i nyepesi ambayo ina nukta. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba siri ya inji ni kutokana na herufi ya silabi nyepesi ambayo ni hii hapa i. Kanuni ni ile ile. Wewe unaangalia tu nyuma ya hicho unachokiongeza kuna nini. Bwana, kuna msilabi mzito. Kwa hiyo inakuwa bila nukta. Kuna msilabi wa namna hii, kwa hiyo inaweza kuwa namna hii. Kwa hiyo hizi ziko 4 exactly, lakini mtaweza kuwa mmegundua kama hii ni i, basi kuna i. Kama hii ni basi pia kuna u. Sawa. Tutaziandika hapo baadaye. Kwa mfano dort au 3. 3 si ni 3. Üçüncü. Kwa hiyo tumeongeza inji. So katika huku kwenye kanuni hatukuandika kwa sababu ni just kuelezea tu nasemaje muktadha ulivyo, na hizi nyingine unakuwa unaangalia i. Kwa hiyo hii u yenye nukta hapa inakuwa ni inji. Na ingekuwa kwamba ni hii ni yenye nukta pia, hapa pia ingekuwa ni i. Tuangalie dort. Dort. Sawa. Dort ni hapa, si ndio? Hii inakuwa ni dördüncü. Ni dördüncü. Hapa kuna sura nyingine ambayo tutaielezea baadaye kwa nini hii imetoka kwenye te ikaja kwenye de. Kwa hiyo hii te inakufa, inakuwa inabadilika inakuwa t. Inabadilikaje? Tutakuja chimba huko mbele kwa mbele. Kwa hiyo dördüncü ya 4, wa 4. Sawa, hizo ni kwa mujibu wa namba. Mifano kwa kutumia jina inaweza ikawaje? Kama kwa mfano wa mwisho, son ni mwisho. Sawa. Ukitaka kusema wa mwisho, ya mwisho, sonuncu. Kwa nini unju ya bila nukta? Kwa sababu hapa kuna o ambayo haina nukta. Au pia kungekuwa kuna u, ingekuwa unju. Sawa. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona tayari mifano yetu imekamilika na imeweza kufafanua zaidi. Kwa hiyo hawa kina inji, kina unju wako 4 kwa mujibu. Kuna inji, kuna inji, kuna inji,
alafu kuna unju. Hawa wote wanategemea unaongeza kwenye kitu gani. Huyu anakuwa akiwa na hawa, huyu anakuwa akiwa na hawa, na huyu anakuwa akiwa na hawa, na huyu anakuwa akiwa na hawa. Kwa hiyo nyuma yake kabla ya kumuongeza unaangalia kuna mtu gani huku, kuna herufi gani nyepesi ya silabi ni ipi. Ukiona ni basi unajua hii njio. Ukiona ni hao wawili unajua ni unju. Ukiona hii basi ni unju. Kwa hiyo huo ni mfafanuzi au ufafanuo wa kanuni yetu hii ya unju na inji. Inji na unju. Sawa. Kwa mfano sentensi. Beshinji sokak Beshinji sokak. Inji kwa sababu hapo kuna i. Mtaa wa 5. Sawa. Sentensi nyingine. Kuna kitu kingine tunaweza tukasema kwamba ni Yirminji. Yirminji sınıf. Darasa la 20. Sawa, darasa la 20. Tuangalie neno jingine labda tunaweza tukalipata. Yani kwa sasa hivi ni maneno haya tu ndio yanakuja karibuni ambapo kanuni hii inatumika zaidi na namba. Maneno yanaweza yakawa ni machache ndio maana mifano yake hatujaipata sana. Kwa hiyo kila kadri masomo yetu yanavyokwenda mbele tunaweza tukajua ni maneno yapi unaweza pia ukayatumia kuongeza kuna hii kanuni ya nje. Yani unachotakiwa wewe ni kuelewa tu kwamba unaongeza hizi ili kuweza kuashiria kitu cha ngapi, ya ngapi, wangapi. Tukutane katika somo lijalo ndani ya Mapindi App hapa Elimu Kiganjani.